Tanzania tumefanikiwa sana kupiga hatua katika kutatua changamoto zinazomkabili mwanamke bila kujali mazingira tulionayo. Lakini vile vile tumefanikiwa kupiga hatua kubwa ya kuhakikisha kuwa mwanamke anakuwa sehemu ya maendeleo katika jamii yetu. Kwa maneno mengine, tunapotaja maendeleo, hatumwachi mwanamke nyuma, kwa sababu tunajua bila mwanamke hakuna jamii iliyokamilika. Ndugu viongozi na wageni waalikwa, katika kuhakikisha hilo, mtakubaliana na mimi kuwa misingi mikubwa katika vipengele vyote 12 ni elimu bora na mafunzo kwa ajili ya mtoto wa kike. Tunatambua kuwa endapo elimu bora haitatolewa kwa mwanamke, itakuwa ni nyenzo muhimu ya kuweza kumbagua na kumkandamiza sana mwanamke na kumnyima nguvu kama kiumbe anayeishi katika jamii. Hapa naomba nitoe rai kwenu kuwa tukiwa tunasherehekea siku ya kimataifa ya wanawake duniani, basi tuongeze nguvu katika kumpa fursa mtoto wa kike kwenye maeneo yote. Na kama alivyosema mmoja kwamba ukiwa na mtoto wa kike, wakati anajaribu kushika gari unamwambia hapana, hiyo acha, wewe unastahili mdoli, na mdoli wenyewe ni wakatoto kanakobeba mtoto mwingine. Hilo linauma kweli. Mimi kama mzazi ambaye nina mabinti 3, najaribu kumwangalia mtoto wangu wa kike miaka kadhaa inayokuja, wakati nitakapokuwa nimezeeka, ningetamani kumuona akiwa mwanamke ambaye anafanya mambo makubwa. Na kwa hiyo wazazi wote tuliomo humu, ile tabia ya kuona mtoto wa kike cha kuchezea ni mdoli na mtoto wa kiume cha kuchezea ni spana, nadhani nayo iwe zilipendwa. Tuwaone watoto wa kike wanaweza kufanya lolote ambalo mtoto wa kiume anaweza kufanya. Changamoto ambazo bado tunatakiwa kuendelea kuzifanya, moja ni ukatili wa kijinsia, hususan katika maeneo ya vijijini, ambako matukio mengi yameripotiwa yakimwonyesha mwanamke akidhalilishwa na kufanywa kuwa duni na kufanywa bidhaa pengine ya utajiri kwenye jamii. Tumeona watoto wa kike wakiondolewa shuleni ili wazazi waweze kujipatia utajiri, ama tumewaona mahali fulani wakati wanagawana mali, mtoto wa kike anaachwa pembeni kama mtu asiyestahili. Jambo hili lazima tuendelee kulisema kwa nguvu zetu zote, kwa sababu kwa kweli kama alivyosema mkuu wa mkoa, utamaduni ni sehemu kubwa ya asili ambayo baadhi ya tamaduni zinambagua sana mwanamke. Tuendelee kuzipiga ili ziweze kubadilika. Motisha inaanzia ndani yako mwanamke, kujitambua na kujua kuwa naweza kufanya kama wengine bila kusubiri mtu mwingine akupe hiyo motisha. Hilo nimejifunza leo, na hongereni sana wale mlioendesha mjadala. Na kwa kweli tumejifunza, na ninaomba tuwapigie makofi sana wale ambao wamefanya mjadala huu hapa leo. Tumepiga hatua kubwa katika vipengele vingi ambavyo mmevizungumza hapa, ya kumuondoa mwanamke katika umaskini, kuondoa kero za afya, kero za kiuchumi na nafasi za uongozi na maamuzi, mifumo ya kitaasisi, haki za binadamu, habari na mazingira yanayomvutia mtoto wa kike. Na maeneo yote haya kama serikali tumeyafanyia kazi kwa kiwango. Tunaposherehekea siku hii ya leo duniani, ni muhimu tuwe tunasherehekea mafanikio tuliyoyapata kwa kipindi tulichopiga katika vipengele vyote 12 vya miongozo wa mkutano wa Beijing.